Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu tena ndugu mtazamaji katika kipindi kizuri tena hichi. Jana tulikuwa tuna somo zuri ambao tulivyoona kwamba upendo ndivyo ambavyo unatimiza sheria. Lakini leo tuna somo jingine linalosema zaidi ya yote mpendane. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Asante Mungu wa mbinguni kwa namna ambavyo unatuonyesha sheria yako inavyotimia katika mbele ya macho yako. Amen. Yaani ile sheria ambayo tunaona kwamba sasa haina kazi, lakini sasa tunaona ina kazi zaidi. Amen. Sasa nataka tufungulie pia. Yes. Onyesha namna gani ambavyo tunaweza tukapendana. Kabisa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Zaidi ya yote. Zaidi ya yote. Yaani Yesu akitaka kusisitiza jambo. Anasema amini, amini nawaambia. Sasa anasisitiza basi katika Yohana 15. Hebu anza na Yohana 15:12. Yohana 10. Kwanza 13:34. Tuanze 13:34. Yohana 13. 34 na 35. 13:34 na 35 anasema. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Aya 30 ile inasema 15 12 Yohana. Fungu ngapi? 15 12 15. 12. Anasema hayo nimwambie ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Zaidi ya yote. Haya. Hebu kwanza kusikia mawazo yako. Yesu anasema hii pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Ni amri mpya. Tena na wapo. Ni amri mpya. Kivipi? Labda kivipi, lakini si amri mpya. Lakini Yesu anasema amri mpya. Amri mpya. Okay. Pendaneni ninyi kama nilivyowapenda mimi. Nadhani wenye upya hapo namna ambavyo yeye anavyoyatoa maisha yake kwa ajili yao. Sasa nataka sasa na wao waweze kufanya upendo hivyo hivyo kwa ndugu zao. Yaani wasipende. Haleluya, gonga. Aliyepewa vingi kwake vitatakiwa vingi. Upendo ambao Mungu anatarajia Wakristo wauonyeshe ni tofauti na ambao aliutarajia kwa wana wa Israeli. Kweli si kweli? Amri ni zile zile, lakini hawakuwahi kuonyeshwa Mungu anakufa kama mwanadamu hapa duniani kuwaokoa kutoka katika utumwa wa dhambi. Hawakuwahi kuonyesha. Yohana 13 anasema 15 anasema hakuna mtu mwenye upendo kama Yohana 10. Mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na anasema Baba ananipenda kwa kuwa na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo zake. Sasa huu ni upendo mpya, yani ndio aliahidi. Aliahidi, lakini ulikuwa hujaonyeshwa bado. Dhahiri shahidi. Kwa hiyo kuna upya. Kwa hiyo tunampenda jirani yako kama nafsi yako au kama alivyotupenda? Kama yeye alivyotupenda. Okay. Kama alivyonipenda nafsi yangu. Na mimi kama ninavyoikubali nafsi yangu iliyopendwa na Mungu. Maana unajua ukichukia nafsi, basi utamchukia hata jirani yako. Sahihi kabisa. Kama wewe ni mtu wa kujichukia na nini, utamchukia na ndugu yako. Kweli si kweli? Kweli kabisa. Lakini kama umetendewa mema na Mungu, alafu hayo yakakugusa akasema yuko wapi jirani yangu na mimi niende nikaonyeshe upendo alionionyesha. Basi anasema wewe utakuwa umetimiza sheria yote. Kwa hiyo zaidi ya yote Mungu anatazamia twende mbali zaidi. Tuonyeshe upendo kwa jirani kama alivyotuonyesha sisi. Sahihi kabisa. Sasa hilo ni tatizo. Twende kwa Yakobo. Uonyeshena upendo kama Mungu alivyotuonyesha. Tunataka tuwe bado wanafunzi wa Musa, sio wanafunzi wa Yesu. Yaani unajua wanafunzi wa Musa ni watu wa madaraja. Watu wanajuana kwa vilemba. Twende Yakobo sura ya 2. Tena
soma kwa jina la Yesu, kwa sababu hapo kuna mambo. 2 fungu la 1 hadi la 9. Ndugu zangu, naam. Imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Upendeleo tena? Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri. Kumbe walikuwa wanavaa pete na dhahabu. Lakini hayo hayatuhusu sasa hivi. Tuendelee. Kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu. Nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, simama wewe pale, au keti miguuni pangu. Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme alioahidia wampendao? Bali ninyi mmevunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Hawalitukani jina lile zuri mliloitwa? Lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama iliyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vyema. Bali mkiwapendelea watu, mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. 10. Maana mtu awaye yote atakaishika sheria yote, ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. 11. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Asante sana. Yaani unajua kuna watu wana akili mbovu. Akili mbovu. Ni watu gani watu waliona akili mbovu? Hebu wataja kwa kifupi tu, yani ni watu gani, aina gani ya watu hao? Ni watu ambao yani unamuonyesha, yani niseme kwa lugha nyingine, unaonyesha wema wako kwa mtu ambaye hata kuonyesha wema. Sijui umenielewa? Yani unajipapatikia kwa mtu ambaye ukija kumwomba msaada hata kusaidia. Alafu unaacha kuonyesha rehema au wema kwa mtu ambaye kama akionyeshwa rehema na siku ile unahitaji wewe rehema, atakuonyesha rehema. Hebu tuende kwanza Yakobo. Nani wanaopendelewa hapa? Wanaopendelewa ni matajiri, wenye fedha, wenye vyeo. Na wanapendelewa kwa sababu gani? Wanapendelewa kwa sababu ya vyeo, wanaona kwamba watapata favor, wataonekana vizuri. Yani wao wanapendelewa kwa sababu ya pesa zao walivyonavyo, heshima walionayo. Kwanza hapo Yakobo anawachana, anasema hawa ndio unaowaheshimu hawa. Hawa mbona ndio wanaowadharau ninyi? Hawa ndio wanao. Of course alikuwa anazungumza general kwamba aina hizi za watu kwanza ndio hawakufunuliwa uzima, ilikuwa ni ngumu kuingia katika ufalme wa Mungu. Wengi wanatukana jina la Yesu. Na nyinyi, alafu ninyi mnatukuza vitu vyao, hadhi yao, kitu kunaitwa hadhi yao, kwa sababu tu anaendesha gari zuri. Alafu unasema huyu ndio jirani yangu, huyu ndio nitampenda kama nafsi yangu. Alafu mbona unajua swali lilokuwa naulizwa, walimuuliza Yesu, jirani yangu ni nani? Unakumbuka hiyo? Hilo ni swali, kama tutaitunza sheria hii, Mungu Yesu alivyosema pendaneni kama nilivyowapenda ninyi, ni lazima tumwainishe ndugu yangu ni nani, jirani yangu ni nani. Mwenye hela? Ukisema ni mwenye hela una akili mbovu, kwa sababu wenye hela ndio wanaotupeleka mahakamani. Ukisema nikope hawakukopi, lakini umempatia, umemheshimu, umesema shikamo. Huko Tanzania tunasema shikamo. Umemtetemekea na nini? Haya ndio namna hiyo. Sasa wewe, hiyo ni akili mbovu au sio akili mbovu? Mbovu sana. Kwa hiyo lebo ya kwamba ana hela, kwanza hiyo lebo yenyewe ina utata. Wengi wameshaichafua na hela zao. Wana kiburi. Kwa hiyo ni ndugu yako sasa huyu. Haya, ndugu yako anahitaji huruma. Huyo nani huyo?
huyo tajiri anahitaji kweli huruma yako? Hapana. Sasa hebu angalia yule anayehitaji huruma. Sasa angalia akili mbovu. Yaani mtu ana baridi kabisa, badala ya kupewa koti anasema kaa kwenye kona hiyo, au ota moto. Huo ni upendo kama nafsi yako kwa jirani yako? Haya, hii wamekuja kanisani tajiri na huyo maskini, viti hamna. Ili jaribu hata leo kesho uende kanisani jamani, hilo ndio jaribu. Nani anapewa kiti? Tajiri. Mtu anaangalia alivyo, ameingia na gari gani hapa, nani hapa? Amevaaje faje? Akili mbovu. Na sijatukana mtu. Paulo huyu Yakobo ndio anazungumza, anasema, "Je, hiyo sio akili mbovu?" 4 hapo. "Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu?" Hitilafu zimelegea. Kuna shoti huko. Lati zimelegea. Jirani yangu ni nani? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtu anahitaji huruma yangu. Kwanza unajua unapompenda jirani, kama ulivyoanza kusema mwanzoni, huyu tajiri huyu, unataka kukope nini? Akukopeshe nini? Unataka kusaidie ada nini? Kwani unamtetemekea? Tena unaweza kukuta huyu ndio bibi kizee kabisa. Au yani anahitaji hiyo kiti. Huyu ni tajiri kijana. Anaweza akasimama. Wewe unaangalia hela, au angalii uhitaji, utu. Sasa unajua mwishoni anasemaje? Siku ya hukumu. Unajua tutahukumiwa sawa nani? Tutahukumiwa kwa matendo. Ndio Yakobo anavyozungumza. Matendo ya namna gani? Nilikuwa bawabu kanisani, nilimkaribisha watu kanisani. Matendo ya haki. Sasa atauliza, ulikaribisha kina nani, uliwapa kiti? Haya, toa mfano mwingine. Mfano mwingine, ulionyesha huruma. Huruma ulionyesha kwa nani? Ulisaidia wangapi? Ripoti yetu saidia wapi? Nimechangia nani harusi, na tegerajia na mimi nitachangiwa. Hapo hapo unakuwa kama mlipa kodi. Haya. Anasema hukumu. Yaani huruma inashinda hukumu kivipi? Kama tutakuwa tunaonyesha huruma bila ubaguzi, bila maslahi binafsi, tunapenda kama alivyotupenda. Unajua Yesu ndio atakuwa kifua chetu siku ya mwisho. Anasema hawa walishanielewa mimi vizuri. Wamependa ndugu zao kama mimi nilivyowapenda. Na maovu yao, hata kama sheria inaweza kukua inahukumu, lakini ndio ulionyesha huruma, ndio na nini, lakini kuna vitu vingine au kufanya vizuri sana. Naomba nikwambie tu, sio siku ya hukumu. Hata siku wewe ukiwa na shida, watu au ukiwa na nini, kama wewe ni mtu mzuri, mwenye huruma, watu wanakutetea, wanasema hapana, hii ni bahati mbaya, mwacheni, ni bahati mbaya. Huyu ana roho nzuri sana, huyu ana huruma, anajali watu, anasalimia watu, huyu ana nani, mwache. Jamani, ameteleza tu hapa. Yaani sio tu siku ya hukumu ya mwisho, hata hapa duniani kama wewe ni mtu wa huruma, na wewe utapata huruma. Sawa. Lakini kama wewe tu ni mtu wa hivi na kudharau watu, unaonyesha huruma kwa kufanyaje? Kwa mahesabu. Ilionyeshwa calculated generosity. Yaani unategeshea nani? Ongea kitu. Maana mimi nimeongea sana. Kweli hapo nimepata kitu kwamba wiki hii Mungu Bwana anatuambia, yani anazidi kuipanua maana kubwa ile jirani. Yaani kumbe mtu ambaye anahitaji huruma yangu mimi sio mtu ambaye najua kabisa tena kunisaidia. Hapana. Mimi nataka nionyeshe hata kama najua hata nisaidia. Maana sasa kama nikisema nikusaidie kwa sababu najua siku nyingine na mimi nikipata shida utanikuamua. Hapana. Nisaidie mtu hata nisitegemee chochote. Na in fact tulisoma huko katika Yohana kule ambapo anasema upendo nipendeni. Kwani Yesu alitegemea nyinyi sisi tufe kwa ajili yake? Alitoa hewa kwa ajili ya rafiki zake. Rafiki yangu,
Tukimwangalia Yesu aliyotoa uhai kwa ajili, anatuita rafiki zake, lakini tulikuwa maadui zake, tulimkimbia, wengine tulimchoma na mikuki, mwingine tukasema tutaenda na wewe mpaka gerezani nani, lakini tukaingia mitini, tukajisalimisha wenyewe. Lakini akatuita rafiki zake, akatupenda. Rafiki yangu, tukirudi tena kumwangalia aliyetupenda, sisi ambao tuko maskini, sisi tulikuwa ambao hatuhitaji, hatustahili, tulikuwa tunahitaji lakini hatustahili upendo kama huo. Basi hakika mimi ninaamini kama sheria ya kioo, ule upendo ule kama ni kioo utatuongoza. Hatutajisahau, hatutajisahau tukapendelea wengine, hatutajisahau tukaonyesha huruma kwa mahesabu, hatutajisahau. Baba, kwa jina la Yesu, kamata macho yetu tena, tukutazame wewe uliyekufa kama jirani yetu, ndugu yetu, rafiki yetu. Sisi ambao Baba hatukustahili kuwa wanufaika wa upendo wako, ili Baba tuweze kuonyesha vile vile hata kwa wenzetu ambao hawastahili, lakini wanahitaji huruma, wanahitaji msaada. Baba, tumejiangalia sana sisi na watoto wetu na makanisa yetu na makabila yetu, kwamba hawa ndio wanahitaji msaada zaidi kuliko wengine. Tunaomba utusamee na ukaondoe akili mbovu, ukatunyoshe tukawapende kama ulivyo tupenda. Baba, turudishe tena tunaporudi kesho kutafuna zaidi mambo haya, kwa jina la Yesu, amen. Amina. Leo ulikuwa pamoja nami Arnold Lubinza, amen, na mwenzangu Enos Makalindile. Yes. Na wiki hii tulikuwa tuna somo zuri tunakuletea, tunahitimisha somo la 13 la amri ya upendo pamoja na sheria. Upendo na haki, upendo na haki ndio neno kubwa sana. Kesho tuko siku ya Ijumaa, tunakwenda kuhitimisha kwa kuangalia maswali pamoja na majibu, na tuhitimisha somo la wiki nzima. Hapa ni Maisha Kamili, lakini pia tuko sehemu ya Dar es Salaam. Karibu sana. Karibu. Amen.